Baba yetu atukuzwe. Amina. Nami sina budi kumshukuru Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Watumishi wa Baba, nashindwa hata nianzie wapi. Amina. Naomba nianzie nilipoona haya maombi yanayopigwa huku nyuma si mchezo. Amina, haleluya watumishi. Nashukuru Mungu, mimi ni nabii wa Mfalme Zumaridi. Leo kanionyesha mimi mwenyewe kinachoendelea katika maombi huko. Amina, haleluya. Usiku wa leo nilipokuwa nimelala, watumishi wa Baba, nikaona maono. Nikiwa na Mfalme Zumaridi pamoja na mtumishi wa Baba Elisha pamoja na mzee Kazinja. Tulikuwa sehemu, lakini ile sehemu kulikuwa kuna ukuta na tulikuwa tunatakiwa tuende chini. Lakini kule chini tulikuwa hatuwezi kwenda. Mfalme akasema hamwezi kwenda, mnatakiwa mtoe hizi picha ndio mlango wa kuingia huko. Basi akatokea mtumishi wa Mungu Mama Mage, akawa amezitoa zile picha, tukasukuma tu kile kimfuniko tukaweza kupita. Tukawa tunashuka. Nadhani wote hapa ni wapenzi, mko wapenzi wa ile mikanda ya Nigeria. Kama mko mnaanza filamu, wale wachao walikuwa wanaenda kwa sehemu ya mipambo marangi mekundu nini. Sasa ile sehemu ndivyo ilikuwa hivyo watumishi wa Baba. Basi tukashuka huko tukiongozana na Mfalme Zumaridi, tumeshuka tukafika chini kabisa. Ukawa kuna tray moja kubwa sana, ni kubwa lakini imejaa mashanga, imejaa mayai, imejaa vitu vingi vya ajabu. Yaani mayai yalikuwa makubwa, sio ni mnyama gani. Basi mimi nikaanza kushangaa, sema Baba, hebu ona yani watu wamefungwa. Baba akaniambia wamefungwa ni wewe huko hapo. Amina, watumishi wa Baba. Basi Baba alichofanya, alitanua tu hivi mikono yake, akawa amekamata ile tray, akawa amevunja kila kitu, yani akawa amesambatisha, pakabaki kama mchanga. Hiyo yote ilikuwa hapa. Kuna mtu alikuwa amechukua nyota yako. Amina, watumishi wa Baba. Pale mfalme akawa amenivutia yule mtu. Yule mtu alikuwa ni rafiki yangu sana. Amina, watumishi wa Baba. Yule mtu alikuwa na maisha ya ziki, alikuwa anakuja kwangu mimi namgawia mpaka lotion ya kupaka. Chakula alikuwa anakula kwangu. Lakini ninapoambia hivyo watumishi wa Baba, hatulii. Yeye ni mtu wa kwenda China kurudi Tanzania, ndio ruti zake. Na hapo alipo anaduka hapo dampo kubwa sana la vitu vya maharusi, mashela nini. Ana gari mbili, ana gari la 4 doors na ana V8, ana nyumba ya kifahari, yuko Nyakato. Alikuwa ananipenda, kumbe yule mtu ndo alichukua nyota yangu mimi ndo akawa anaifanyia. Amina, watumishi wa Baba. Yaani yote naeleza muone maombi yanapoturudishia vitu vyetu watumishi. Yaani Baba anavyosema kuhusu kujenga ile madhabahu watumishi, tuijenge katika roho na kweli. Yaani tuijenge kabisa watumishi, tulikuwa tumefungwa na hatutakiwi kukata tamaa kabisa. Baba anapotuambia tuje kwenye mkono wa Ijumaa tuje, bado watumishi wa Baba tulikuwa tumefungwa watumishi wa Baba. Mimi leo Mungu ndani ya Mfalme Zumaridi kanionyesha nilipokuwa. Amina, watumishi wa Baba. Basi baada ya hapo mfalme alivyoletea ile picha akaniambia, mwanangu, na kurudishia nyota yako. Watumishi wa Baba, mimi nilikuwa na saluni kubwa sana, lakini nilifunga. Nilikuwa na duka la nguo, nilifunga. Amina. Tulikuwa na gari zote tuliuza, sasa hivi naona tunaanza mwanzo. Kumbe nyota ya mafanikio imeenda. Kwa hiyo na kweli alikuwa na mafanikio, lakini kwa uwezo wa babangu Mfalme Zumaridi vitu vyote leo kanirudishia vitu vyangu. Nilikuwa na ice, nimejaza kwenye ice mpaka kwenye gari yangu tumejaza vitu. Amina, haleluya. Kwa kweli namshukuru Mfalme Zumaridi na hakika huko aliko tayari. Yaani tayari nyota yangu imerudishwa, nyota yangu ya mafanikio Baba kairudisha. Kwa hiyo kupitia mimi watumishi wa Baba, naamini wote Baba anaotabiria hapa, nyota zetu zimerudishwa. Kwa sababu Baba hawezi akatuonyesha wote, lakini naamini kupitia mimi, maana sisi wote ni ukoo mmoja wa Zumaridi. Naamini wote tumetendewa. Amina, haleluya. Tunapaswa tu tumshike baba yetu kwenye madhabahu anayojenga kule watumishi wa Baba. Hata kwa nguvu zetu tujitoe, hata kama tuna kitu watumishi. Tumshike kabisa, tuna mambo mengi. Tulikuwa tumefungwa watumishi wa Baba, na tusikate tamaa. Amina. Tusikate tamaa kabisa, tuzidi kuja kwa baba yetu, tunyenyekee, tushuke mbele yake ili tuone makubwa yaliyoko mbele yetu. Amina, haleluya. Basi na mimi namshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema na rehema zako Baba. Nakushukuru sana kwa kunirudishia nyota yangu.
Asante mfalme. Wanakanisa mshangilie kabisa Baba kanipa uzima. Uzima kwa sababu mimi nimeteseka siku nyingi sana, kwa sababu nimeisikia imani iliko hapa imeniponya. Kwa kweli nimeishi na watu lakini sio watu, lakini nimekuja kupata uzima hapa. Kwanza kabisa mimi nilikuwa pasiasi kwa mama mkubwa. Nilichukua ndoo nikachukua maji nikaelekea kwenda chooni zile za ndani. Nilipobeba maji nikasema ngoja nijisaidie. Nikaenda, nilipoenda nikasikia kama kitu kimenisukuma mle chooni. Nikateleza mle, mguu kakimbia kwenye tundu la nini? Ile la chooni. Sasa ikabidi kutoa sasa ule mguu ukatwe kidogo kama mtu amechanja na wembe. Sasa nikaendelea na matibabu, nimeenda jeshini, nimeenda Seketule na waganga nimetumia 6. Watumishi wa Baba, tumshikeni Baba. Kwa kweli mimi si kwa akili zangu kusimama madhabahu ya Baba. Kwa kweli mimi nilikuwa ni mtu wa kufungiwa chumbani. Nimechumbiwa chumbani, chakula kinakuja unasukumizwa kama mbwa. Kwa sababu kidonda kilikuwa kinatoa maji, unaambiwa tafuta la kudeki hayo maji yale, si kwenye simenti. Unaambiwa ukinge linguo lako. Au hata wakitenga chakula hivi, mimi siwezi nikachangia nao. Kwa kweli mimi nilikuwa natengwa na mtoto wangu, na kula pembeni. Nikajiuliza haya maisha gani? Ndo mdogo wangu akaja kunishuhudia kuna Mungu wa kweli, njoo. Lakini nimekuja kusomewa ramani watumishi wa Baba, nilikata tamaa, lakini na ndugu wakaanza kuniambia wewe ni filmasoni, huyo ni mchawi, huku utapotea. Nikakaa mwezi mzima. Nimekaa mwezi mzima nikapata mambo mwingine. Mama mwingine akanipeleka Kisesa. Nimefika Kisesa kule sikulizika. Nikarudi nyumbani kwetu kwa baba yetu Mfalme Zumaridi ambaye amenipa uzima. Ndio maana ninatembea kwa miguu miwili ambapo nilikuwa siwezi, lakini ninamshukuru baba yangu Zumaridi. Lakini mimi nikiwa naona kwamba haitoshi. Yaani nikisimama hata mfupa hivi, mwingine unasimama hivi, watumishi wa Baba, unanichoma, unaganda, nyingine inafanya kama kuchomoka vile. Nikaendelea na matibabu hapa, Mfalme Zumaridi kaniponya. Lakini mimi namshukuru na vyeti hivi hapa. Miaka 3 kuanzia 2014. Ninamshukuru Mfalme Zumaridi kwa kunipa uzima na kusimama madhabahu mbele ya Mungu Baba. Ainuliwe Mfalme Zumaridi. Nimsaidie kidogo maana anakuwa anaruka. Jinsi yeye alivyoanza kunieleza, alivyoumia kama alivyoeleza kwamba alianguka chooni, kidonda kweli kiliendelea. Na katika kufika mahali hapa, mimi nilipohamia kule Mandu nikawa nimeonana na mama yake, mama yao mdogo, ambaye kwamba tulikuwa tunafahamiana naye wakati tunakaa Nyambiti kwa mama Esther. Basi nikawa nimeongea naye kuhusu mdogo wake, na huyu alikuwa na mchumba ili kwamba aweze kuolewa. Lakini nikamshuhudia yule mdogo wake kuja mahali hapa.
Kumbe ilikuwa ni njia mojawapo ya kuweza kumkomboa huyu dada yake, kumtoa kule. Mimi nilikuwa sijui. Basi alikuja yule mdogo wake mahali hapa, ameendelea kuabudu. Akawa amekuja kaka yake. Kaka yake alipokuja mahali hapa aliabudu muda mchache, baadaye akaenda kumshuhudia huyu. Alipoenda kumshuhudia huyu, aliogopa kuaga pale nyumbani kwao kwa hali aliyokuwa anaishi mahali pale, ya kunyanyaswa, ya kunyimwa chakula, ya kutukanwa, ya kufanywa vitu ambavyo sio vyema. Lakini yeye kwa sababu Mungu alimpenda zaidi, aliamua kutoroka pale nyumbani kwao Pasiasi na mtoto wake. Kadhaa alikuwa ana miaka 5 sasa hivi. Alitoroka akatembea kwa miguu kutoka Pasiasi na kidonda hicho na mtoto wake mpaka kufika kwa mama yake. Kweli alikuja hapa, ameendelea kuabudu, lakini baadaye akawa ameacha. Na mimi kwa sababu nilikuwa nashinda huku naenda Jumapili, siwezi kuona naye kwa muda. Kumbe aliondoka tena akashuhudiwa na mtu mwingine kwenda kwenye kanisa la Kisesa. Aliendelea kuabudu kwenye kanisa la Kisesa. Alisema kwamba siku moja ilikuwa ni baada ya Christmas, kaambia kwamba wanamkesha. Akawa ameijiwa na yule mtu, akaenda kule kwenye ibada ile ya mkesha. Ibada ni ya usiku. Alisema kwamba jinsi wanavyoabudu ni tofauti kabisa. Yaani wanafunga mlango afu wanazima taa, wanaanza kuabudu. Na baadaye kuna sifa inaitwa mafuta, kwamba haya mafuta utumie, na ndipo kidonda kilipoendelea kumtesa zaidi. Akaamua sasa kwamba arudi tena kwa baba yake Zumaridi. Basi ameendelea kufanyiwa huduma mahali hapa. Huduma aliyokuwa anafanyiwa ni mafuta, kuombewa mafuta pamoja na maji. Amezidi kujikongoja na mafuta na maji kujipaka na mchanga wa hapa kanisani. Ameendelea na huduma hiyo, lakini vita iliendelea kutokea nyumbani kwao kwa mama yao mdogo ambapo walikuwa wanaishi. Na katika kupaka mafuta alisema kwamba vilikuwa vinatokea wadudu kwenye kidonda. Alipoendelea kupaka mafuta, wanatokea wale wadudu wanaodumua na vidumuzi vile vya mahindi, vile vidogo vidogo, visisimizi. Hapa wanasikia mifupa inakuwa yani inauma kama vile kwamba inachoma. Yani inalia, yani ndani yake inacheza cheza ile miti, yani mifupa ndani ya kidonda. Na akasema kwamba kuna siku amelala, alimwona Mfalme Zumaridi akaja, alikuwa analia sana. Akamwambia, mwanangu, mateso yameisha. Akawa anafanyiwa operation, anasikia kwamba mifupa ile inapangwa, inatengenezwa, inapangwa, anasikia maumivu makali sana. Lakini baadaye Mfalme Zumaridi akawa ameondoka. Maumivu yale yaliendelea na baadaye yakawa yameisha sasa. Lakini aliendelea tuna kidonda hivyo, anahangaika, anakuja kanisani, hivyo mfalme anampatia nauli, hivyo akipata sehemu nyingine anapata nauli ya kufika kanisani. Hii baada ya hapo mwezi wa 12 tulianza maombi. Na chakula alikuwa anawapa, akija hapa anapewa ya matumizi pale nyumbani wakati bado wanaishi kwa mama yao. Basi ameendelea kutunzwa na Mfalme Zumaridi, kuhudumiwa na Mfalme Zumaridi. Basi mimi nikienda nyumbani siku ya Jumapili namtembelea, kama hajafika na waona Zumaridi anawatia moyo ndani yangu. Basi wameendelea hivyo. Mwezi wa 12 tulipoanza maombi ya Pachia yale ya mizimu, mwezi wa 9 tumeendelea kuomba. Mama yao wakawa ameinuka kupitia mchanga, wakipeleka pale nyumbani maji, akawa anawatukana mchanga, kuna Mungu gani wa mchanga, nyie wamejiunga Freemasoni. Yani akawa anasema mambo ambayo ni machafu sana ya kuwaumiza ndani ya roho zao. Basi wameendelea, ikafika siku wakawa wamefukuzwa pale nyumbani. Walipofukuzwa na mama yao, nne mdogo wake akawa amekuja huko kanisani. Akaja kunitafuta, akaniambia mama, akaniambia mama, sisi tumefukuzwa pale nyumbani, tutaenda wapi? Nikamwambia msiwe na shida, maana pale nyumbani pako wazi, mabinti wapo, mtaenda mkaishi pale jinsi Mungu atakavyowasaidia. Chakula mtakula, mtaishi tu kwa amani, maana mkisema kwamba muende wapi mtaishije? Basi nikawa nimemwambia sasa kama jiandaeni tu kumhamia pale nyumbani, maana nyumba ya mama yao sio mbali, ni nyumba 2 tu kutoka mama yao kufika pale inapoishi. Basi wakawa wamehamia mwezi wa 9 huo. Vita ikawa imeendelea sasa ndani yao na mama yao.
Mama yao sasa akaanza kuwasambazia ndugu zao kwamba watoto wamemkimbia, wanamtangaza kwamba ni mchawi, wanamtangaza kwamba ni mchawi. Baadaye wakawa amewafuata mama yao na kaka yao, na wanakaa Sengerema na mjomba wao. Mimi niko kanisani. Wakaenda sasa kuambia kwamba kwa nini wamehama kwa mama yao, wanamwaibisha. Warudi kwa mama yao, walipigwa sana. Hiyo siku mimi sikuwepo, niko kanisani. Walipigwa, huyu akawa amepigwa kwenye kidonda na ndala ile ya Masai. Ikawa tena kidonda kimeanza upya. Alikuja mdogo wake kanisani hapa akaniambia kwamba mama, jana walikuja mjomba na mama na kaka, tulipigwa sana, tunaambiwa tuondoke hapa tuhamie Usweru. Lakini niliwaambia kwamba nyinyi, wakiwaambia kwamba muondoke, mnatakiwa mjisimamie nyinyi kama nyinyi, maana mmeshakuwa watu wakubwa. Waambie tu kwamba sisi tunaishi hapa, tumepanga, tunajitegemea. Msiseme kwamba tumekaa tu kwa mama kama kawaida, ili mseme kwamba nyinyi maisha yenu mnajitegemea nyinyi kama nyinyi. Basi nikawaambia tu kwamba mnatakiwa mtulie, Mungu wa Zumaridi anahitaji kutenda kitu. Kwa hiyo walinisikiliza, wakaendelea kukaa. Kuanzia mwezi wa pili sasa, huo mwezi wa pili sikuenda kama wiki nzima kabisa nyumbani. Ilitoka Jumatatu mpaka Jumapili. Ile wiki iliyofuata sikumuona huyu kuja kanisani. Nikasema kwamba mbona hajaja? Kuna nini? Ile Jumapili nikajitahidi kwenda. Kama wewe ulikuwa unabishana niende nisiende, nikawa nimeenda. Hiyo siku nimefika, nikamkuta huyu ameshindwa hata kutembea. Akikanyaga hivi, yani damu zinachuzika. Yani kianza kutembea damu anaacha damu. Anatembelea matako. Yana anatembelea matako chooni. Sasa yuko binti yangu ambaye ameweza form 4 anaitwa Neema. Akawa anamsaidia sasa kama ampeleke, lakini alikuwa ameshindwa kabisa. Hiyo siku nilikaa, nilipofika mpaka machozi yananitoka. Kaambia nenda kaoge. Yani jinsi anaenda kuoga, anatembelea matako. Akikanyaga hivi damu inachuzika. Hata hiyo alipokuwa anatembelea matako, lakini damu inatoka nyingi tu. Nikauliza kwamba ni sababu hivi. Basi tukawa tumeweza kula chakula. Tulipomaliza kula chakula cha usiku, nikamwambia basi tumuombee huyu ili Mungu amfungue. Kweli tulimuita Zumaridi akafunua kitu ambacho kilikuwa kimetumwa juu yake, kwamba ili aparalizi kabisa ashindwe, ili ndugu wapate ushindi, wamtukane mfalme kwamba nini sasa unachokiabudu huko kwa Mungu yupi. Basi hiyo siku nikamwambia basi jitahidi kabisa hii wiki uje kanisani ili uje uombewe tena. Kweli alikuja anatembelea mti. Kipindi akaanza kutembelea kabisa mti, yeye anashindwa sasa kutembea yeye kama yeye. Akaanza kutembelea mti, alikuja anajikongoja hiyo siku. Ibada ilipoisha nikamwambia nenda madhabahuni ukaombewe. Hiyo siku aliombewa, alikuwa mzee wa kanisa huyu nabii Neema huyu. Sio alikuwa na nani mwingine. Walipomwombea pepo ilikuwa tumelipuka. Kwa hiyo walimuombea kama amefunguliwa. Wiki iliyofuata tena walimuombea. Nabii akawa ameonyesha kwa kuna mguu yani wa mzee ulikuwemo. Mungu Zumaridi akawa ameuchomoa, akaweka mguu wa kwake. Tangu siku sasa uponyaji ukaanza kuonekana juu hivi. Na ndio sasa kilipoendelea kupona, akaendelea kuwa mzima, kaendelea kwa kujifunga, maumivu yale yakawa yameisha. Mpaka leo hii anaweza kutembea hata kwa miguu. Maana tuseme ana siku kama 3 alikosa kutembea kwa miguu kutoka nadhani akina mama walio machinjioni, alipitia mjini kwa miguu mpaka kanisani. Amekosa nauli hiyo siku, akasema ngoja niende tu kwa siku nyingine. Alitembea kupitia huko akapotea, akaenda kutokezea TANESCO akafika. Ona mshukuru Zumaridi mamlaka ya Bwana hata kwa kuweza kumponya kidonda ambacho kwa kweli kilikuwa kinanuka. Ilikuwa ni kinyaa, hata kama ukikiona tu mtu wa kawaida, hata mtu anayeabudu hapo ukikitazama unaweza ukamuonea kinyaa, unaweza usimpende, unaweza ukamuona kabisa kwamba huyu ni mtu gani. Kweli ilikuwa inatisha, lakini kwa sababu sisi ni watoto wa Zumaridi tunatakiwa tu tuwapende watu, tuweze kuishi pamoja nao. Amen.